Waandishi wa habari wametakiwa kuzingatia maadili ya uandishi kwa kufanya uchunguzi wa kina wakati wa kutumia teknolojia ili kuepuka kusambaza taarifa zisizo sahihi. Hayo yameelezwa na Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, ndugu Khalid Masudi Waziri, kwa niaba ya Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Mheshimiwa Leila Mohamed Musa, katika hafla ya tunzo za waandishi wa habari chipukizi na ubunifu kwa jamii ndani ya ukumbi wa Chuo cha Habari Kilimani, Zanzibar. Inasisitiza kuwa waandishi wa habari sasa wanafanya kazi katika mazingira mapya yanayobadilika kwa kasi, ambapo AI inaleta fursa ya kuboresha uchambuzi wa taarifa na kuongeza ufanisi wa kazi, lakini pia inaleta changamoto kubwa katika kuenea kwa habari za uongo na uwezekano wa kudhibiti au kufuatilia uandishi wa habari. Hivyo waandishi wa habari hasa vijana hamna budi kuchunguza kwa kina na kujadili athari hizi za kiteknolojia hasa AI. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya awamu ya 8 kupitia Wizara yetu ya Habari, Vijana na Utamaduni inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha waandishi wa habari nchini wanafanya kazi zao bila vikwazo vyovyote, kuwaona wanamudu kutekeleza majukumu adhimu na kuwapatia taarifa wananchi pamoja na taaluma juu ya mambo mbalimbali, iwe ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Lengo ni kuwa taarifa hizo ziweze kuwanufaisha wananchi na serikali yao na hivyo kuharakisha maendeleo ya nchi. Sambamba na hayo, Mkurugenzi Idara ya Habari Maelezo Zanzibar, ndugu Salum Ramazani Abdallah, kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Zanzibar, ndugu Fatuma Hamadi Rajab, amesema kuwa wizara inaunga mkono tunzo hizo kwa kuwa zinaleta ufanisi na uweledi kwa kutambua tasnia hiyo. Wizara ya Habari inaunga mkono swala hili ambalo nimefanya. Kwa vile swala hili ambalo limefanyika hapa linakwenda kuleta matokeo chanya katika sekta yetu ya habari na kuweza kuzalisha watendaji wenye sifa katika sekta yetu ya habari. Hongereni sana kwa hilo. Wizara ya Habari vile vile inapenda kuwashajihisha wadau mbalimbali wa sekta ya habari kama TAMWA, ZPC, MCT na wengine kuweza kuanzisha mashindano kama haya, kwani mashindano haya yanalea waandishi wa habari na vile vile yanaleta matokeo mazuri kwa waandishi wa habari wetu. Tumekuwa tukijitahidi katika kila inapotokea changamoto kuhakikisha kituo chetu kinakuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kufanya kazi zake na kuweza kuandaa vijana ambao tunategemea katika taifa hili kuwa wao ni wanahabari mahiri. Na tunajivunia kuwa vijana wetu wengi ambao wanatoka hapa wanatumika katika maeneo mbalimbali katika kukuza tasnia ya habari ili kuendeleza jamii. Kama nilivyotangulia kusema, tumefanya mashindano haya ambapo mashindano haya yamejikita katika maeneo mbalimbali. Miongoni mwa maeneo hayo ni kuandaa makala za radio na television, makala za machapisho mbalimbali ikiwa magazeti, vipeperushi na vitu vingine vinahusiana na uchapishaji, kuweza kuandaa vipaji au kupata vipaji kwa watangazaji ambao watakaotoka katika Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar kuwa ni watangazaji mahiri. Mashindano haya yamelenga kuibua vipaji vya waandishi wa habari vijana na chipukizi. Chipukizi kwa maana ya kwamba wako wazee ambao na wao ndio wanaanza kuingia katika kada hii ya uandishi wa habari. Kwa hivyo nao pia wale ni chipukizi. Kupitia jamii ya SUZA tutakavyojengea ustadi, weledi na ubunifu katika tasnia ya habari, lengo kuu likiwa kuandaa kwa waandishi bora watakaoweza kusaidia kuleta mabadiliko na mageuzi makubwa katika maendeleo ya taifa letu. Mashindano haya yamelenga kuibua vipaji vya waandishi wa habari chipukizi kupitia jamii ya SUZA, itawajengea ustadi, uweledi na ubunifu katika tasnia ya habari. Lengo kuu ikiwa ni kuandaa
washindi wa tuzo hizo wamefarijika na kutoa ya moyoni na kuwataka waandishi wenzao kutokata tamaa, bali kuendelea kujitahidi ili kuweza kufanikisha malengo yao. Kwa kweli nashukuru sana na nimefurahi sana zaidi ya sana kwa sababu kuipata tunzo hii ambayo sikutegemea, na ni wengi ambao kama tulivyosikia ni zaidi ya 40 walioshiriki, na ni makala nyingi ambazo zimeshirikishwa. Na hamasisha vijana wenzangu tusikate tamaa, tujitahidi kwa sababu majitahidi liwajada. Ukijitahidi utafanikiwa, lakini Mungu muombe sana ataweza kukusaidia. Siri ya mafanikio, hakuna siri kubwa zaidi ya kujituma, kujitolea na kujiamini. Lakini vile vile mwandishi unatakiwa uwe tayari kujifunza kwa sababu mambo yanabadilika. Kila siku kuna mifumo mipya, kuna mambo mapya. Tulivyosoma sisi na tunapokwenda kufanya kazi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ili ufanikiwe wewe ni lazima uwe unajifunza kila siku, uwe tayari kukosolewa. Kwa kweli ni na faraja kubwa sana kwa sababu inaonesha kwamba kumbe thamani inaendelea kuongezeka baada ya kuonekana na kupatiwa tunzo za aina hii. Lakini jambo ambalo linasikitisha na imeonesha kama vile changamoto ni kwamba baadhi ya wanafunzi hawana muamko wa kujitokeza katika kugombania tunzo hizi, lakini tuna wanafunzi wengi, maelfu ya wanafunzi, ila ukitazama idadi tu takriban vijana 47 ndio ambao wamejitokeza. Kwa hivyo hili ni jambo la kusikitisha na kuona kwamba bado kidogo tupo nyuma, na pengine kuna dhana ya kujitisha kwamba labda aliyeingia katika tunzo hizi ni nani, basi mimi sitopata nafasi ya kushinda. Lakini baadhi yao ambao wametengeneza uthubutu na wakawania nafasi hizi, basi leo watakuwa mfano sahihi katika kuonesha kwamba kumbe ukipambania jambo inawezekana. Nimepokea tunzo leo katika uandaaji wa makala, kipengele cha makala hiyo, uandaaji wa makala ya TV. Kikweli tumepata faraja kama sisi waandishi chipukizi katika hii tasnia ya habari, kuonekana kwamba zile kazi ambazo tunazoziandaa huwa zinapitiwa na kufanyiwa marekebisho na uchujaji katika hii competition ambayo mpaka tumepatikana umshindi. Kiukweli hii imeleta tija na faraja kubwa kama sisi waandishi wachanga kuona tunafanya kazi zetu kwa kufuata maadili ya utangazaji, maadili ya uandishi wa habari. Rasalum J Online TV, wema kwa vitendo. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.